anaweza kama mtu wa nje anajua kwamba bwana mume wako alikuwa na mali gani ama nini kuliko wewe ambaye uko ndani. Sio kasumba nzuri. Mama wanakuja pale analia. Amka nasi. Amka nasi. Habari mbalimbali, amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Mtayarishaji na mtangazaji wako ni mimi Aziza Bakari Mkumba. Kwenye mitambo yupo Yakini Mwakatobe. Karibu uamke nasi. Amka, amka, amka. Amka nasi. Amka, amka, amka. Amka nasi. Baadhi ya wananchi wameiomba serikali na mamlaka kutoa elimu juu ya urasimishaji na uendeshaji wa mali za familia ili kulinda haki zao kisheria na kuepuka migogoro inayojitokeza pindi mwenza anapofariki. Tupate simulizi zaidi. Wananchi hao wamelalamikia tabia ya wenza kutokuwa wawazi katika umiliki na uendeshaji wa mali za familia, huku michepuko na ndugu wa karibu wakihusishwa kwa siri. Wamebainisha changamoto wanazopitia pindi mmoja wapo wanapofariki na kugundua kuwa umiliki na usajili wa mali upo kwa mtu mwingine na siyo familia. Ile tatizo la kufichana mali kwa wanandoa limekuwepo. So wote ambao wanaweka kila kitu hadharani kusema kwamba bwana mimi nina mali fulani, nimefanya hiki na hiki. Unakuta wakati mwingine anaweza kama mtu wa nje anajua kwamba bwana mume wako alikuwa na mali gani ama nini kuliko wewe ambaye uko ndani, ama familia ya yule mume wako wanajua kila kitu, lakini wewe ambaye mmezaa naye, mmechuma naye mali, hujui kitu chochote kuhusiana na uwekezaji ambao mume wako alikuwa akifanya, ambao hili jambo sio zuri. Kwa mfano kama tunaona Brela wanahamasisha swala zima la kusajili mali. Unaona mkiwa na biashara yako, kuanzia biashara, jina na hivyo vitu vinasaidia, lakini je, tunapewa taarifa? Je, ni familia zote ambao wanandoa wote wanapewa na hizo taarifa? Kwa sababu mwisho wa siku ikitokea mmoja anapoondoka, hasa mume, changamoto inakuja kwa watoto, kwa sababu yeye hakumbuki kwamba wakati anafanya ile kitu kwamba kuna watoto nyuma yake. Aidha alimwandikisha mchepuko bila kujua kwamba yule mchepuko atakuwepo, lakini je, wale watoto wake? Unaona, kwa mara nyingi inapelekea umaskini, inapelekea anguko katika familia, kwa sababu yule mwanamke sasa tena anachanganyikiwa, inatakiwa aanze moja, na kama alikuwa hana kitu chochote kitegemea kwamba mume wangu amefariki, tulikuwa tuna biashara, kumbe mwisho wa siku ile biashara haipo kwenye jina lake, ipo kwenye jina la mtu mwingine, ama ipo kwenye jina la mama mzazi wa yule mwanaume ama dada, lakini yeye hakuwekwa. Kwa sababu bado kuna wale wanaume ambao wanadhana kwamba mali amechuma, labda amemuoa mwanamke tayari ana mali zake, kwa hiyo anaona haina haja ya kumweka mke wake, anaamua kwamba okay, kwa nini nimweke, bora niweke familia yangu, bora mweke mama yangu ama dada yangu ambao najua kwamba mwisho wa siku hawa labda watakuja kuangalia watu, lakini mwisho wa siku inageuka kwamba wanakuwa watoto tena wanaachwa na maisha yanakuwa magumu. Nafikiri hiyo sio kasumba nzuri, kwa sababu ni chanzo kikubwa cha migogoro. Hasa inapotokea mtu ambaye alikuwa anamiliki hicho kitu, aidha amepoteza maisha au amepata changamoto yoyote ile, kwa kuna kuwa na mgongano kati ya yule mtu ambaye amemilikishwa zile mali pamoja na familia. Lakini suluhu au njia ya kuondoa hiyo ni sisi wanaume kuwa wawazi, hasa kwa familia ambazo tunakuwa nazo. Kwa mali kama ni ya kwako, ni vyema ukawa unaishirikisha familia, aidha mke au watoto, ili ikitokea siku hata umepata matatizo, aidha umefariki, kwa zile mali zinakuwa zimebaki chini ya familia yako, ambazo zinaweza kubaki zikawanufaisha familia yako, lakini pia na ndugu zako kwa ujumla. Kwa vyovyote vile, na mimi naweza nikasema hiyo sio tabia nzuri, na hiyo ni kasumba mbaya, na sisi wanaume hatuna budi kuikaa nayo mbali kwa mustakabali mzima wa familia zetu. Afisa mtendaji mkuu wa wakala wa usajili wa biashara na leseni Brela, Bwana Godfrey Nyaisa, amekiri kupokea kesi au migogoro inayotokana na familia kuficha umiliki wa mali zinazoendeshwa kifamilia, huku familia zikijua ni mali zao kumbe sivyo, na kutaka wanandoa na jamii kubadilika.
Wafanyabiashara wengi hasa biashara zile ambazo ni za kifamilia, unakuta anasajili BRELA kwa lengo la kujiweka sawa kwa maana ya ndani ya BRELA. Lakini unakuta mtu anaweza kumweka rafiki yake ama anaweza kumweka bi mdogo, lakini yule anayeshinda dukani ambaye ni mke wake au familia yake, ukiangalia kwenye shares kule hasomeki popote. Mimi nitoe wito tu, kwa sababu mwisho wa siku wanakuja kutupatia shida kubwa sana ndani ya BRELA, kwamba mzee unapokuwa umeondoka ama mke anakuja mtu mwingine, hata ukiwaambia wana familia kwamba mwanahisa mwenzake na baba yenu au na mama yenu ni fulani, familia nzima inashtuka. Sasa katika miundo ya kiserikali ni kwamba sisi tunamtambua yule mwanahisa, na nimesema kwamba mwanahisa ndiye anayetambulika. BRELA haisajili kampuni kwa kutumia vyeti vya ndoa. Kwa hiyo kampuni inapotokea mmoja wa wanahisa ameondoka, alafu tukakuta amemweka pale mtu ambaye familia inasema mbona huyu ni nyumba ndogo ya baba sio na nini, au huyu ni ndugu yake baba, sisi hatujui. Sisi tunawaambia tu kwamba hatusajili kampuni kwa kutumia vyeti vya ndoa. Kwa hiyo wewe hakikisha tu kama una mmeo, kama una mkeo, hakikisha unasomeka ndani ya BRELA kama miongoni mwa wanahisa, na kama kweli unashiriki katika uendeshaji wa kampuni. Unakuta kuna mahoteli mengine, kwa mfano vijana ndio wanaosimamia uendeshaji wa hoteli na nini, lakini baba ndani ya ile hoteli, wamiliki wa hoteli, hakuna kijana wake, yuko kajiweka yeye na mtu mwingine ambao hata vijana hawamjui. Tunao uzoefu, tunayo hiyo mifano. Nitoe wito kwa wananchi na jamii kwa ujumla kwamba wakati mwingine tuaminiane tu, tuwekane kwenye kampuni. Sawa, najua kwenye mandoa haya kuna changamoto na nini, lakini wakati mwingine basi weka mtu yule ambaye hata ukiondoka leo na kishukutwa anaweza kasimama, kila mtu ndani ya familia akakubali. Sisi tunamtambua shareholder, hao wengine wa pembeni hatuwatambui. Sasa wamama wanakuja pale analia, mimi ndio nilikuwa nani, lakini ukisoma kwenye nyaraka zile ambazo zimeanzisha kampuni ndani ya BRELA, unakuta yule mama hasomeki popote, anasomeka labda dereva, baba alimweka dereva wake au baba alimweka shamba boy wake, wakati kuna mke wake na kuna watoto pale. Hatua hiyo inapelekea madiwani kupewa elimu ili kusaidia jamii inayowazunguka na kuepukana na changamoto hiyo. Sasa kulikuwa kuna kutokuelewa sana juu ya makampuni, usajili wa makampuni na biashara mbalimbali ambazo zinahusiana na wenzetu wa BRELA. Sasa leo tumepata elimu nzuri sana ya kujua. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo tumeiona hapo ni watu kuwa na uelewa, na sisi kama viongozi ambao tumepewa dhamana na wananchi hao ambao tunawaongoza katika maeneo yetu, tutaenda kuhakikisha kwamba tunawapa elimu na kuwaondosha hizo waondokane na hizo changamoto ambazo zinawakabili. Kwa upande wa wanawake naona itaenda kuwasaidia. Sisi kama madiwani tutapeleka hii elimu, itawasaidia sana wanawake, kwa sababu wanawake kwa asilimia kubwa ni wapambanaji. Wanafanya kazi kubwa katika ujasiriamali, wanafanya vitu vingi. Wataalamu wa masuala ya jinsia wameeleza kuwa ukosefu wa uwazi na uelewa mdogo wa taratibu za kisheria katika umiliki na uendeshaji wa mali za kifamilia ni chanzo kikubwa cha migogoro, hasa pale mmoja wa wanandoa anapofariki. Wamesisitiza umuhimu wa kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu urasimishaji wa mali, haki za kila mmoja ndani ya familia, pamoja na kuweka kumbukumbu sahihi za umiliki na kuepuka changamoto hizo. Wanaamini kuwa hatua hiyo itachangia kulinda haki, kuimarisha usawa wa kijinsia na kudumisha amani katika familia na jamii kwa ujumla. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Amka Nasi, Magic FM. Amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikosi hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.